Ni brass band ya jeshi la polisi Moshi ikiimba wimbo wa Mimi ni Nani Bwana Mungu wakati wa maadhimisho ya miaka 25 ya Sister Maria Immaculata Jenes Mkindi ambayo yamefanyika katika parokia mama ya Mtakatifu Odilia Kilomeni, Jimbo Katoliki Same. Mimi ni nani Bwana Mungu? Ni swali la mshangao, la shukrani na la kujinyenyekeza. Swali ambalo leo Sister Maria Immaculata Jenes Mkindi ameamua kumuuliza Mwenyezi Mungu wakati akiadhimisha miaka 25 ya maisha ya wakfu. Mimi katika safari yangu ilikuwa hivyo hivyo kama ya Daudi. Lakini leo hii naweza nikasema kwamba mimi ni nani kati ya wote hawa Mungu ameniita ili niweze kumtumikia. Ni kama Daudi mwenyewe alivyoamua akasema kweli mimi maisha yangu hata kama ni mdhambi nitaendelea kumtumikia mpaka mwisho. Najua kwamba hatubaki katika kuanguka, tunabaki katika kuinuliwa. Sasa ninavyoinuliwa ninapata nguvu ya kumfuata yule ambaye alianguka mara 3 lakini alinyanyuka. Na sisi ni hivyo hivyo na mimi ni hivyo hivyo katika wito wangu. Maisha ya kitawa humfundisha mtu hekima itokayo juu, kama ile hekima ya Sulemani tuliyoisoma juma lililopita. Sio hekima ya vyeo, sio hekima ya heshima na kutambuliwa, bali hekima ya kuwa mdogo mbele za Mungu. Hekima inayompa mtu umakini wa kuishi na kuwaongoza wengine, ukijua kwamba ni Mungu anayetenda. Huo udogo wa kitawa ndio sababu ya maendeleo makubwa. Popote alipokaa Sister na Isaya, baadaye mtamuuliza au tasikia kwenye maelezo mengine watu wengine wakieleza maisha yake yalipopangiwa. Mambo makubwa yalitokea kwenye kanisa kwa sababu ya unyenyekevu wake. Swali la mimi ni nani Bwana Mungu limeendelea kuwa sala ya mioyo mingi inayotambua ukuu wa Mungu na udogo wa mwanadamu mbele zake. Daudi alitamka maneno haya baada ya kutambua jinsi Mungu alivyombariki na kumuinua kutoka kuwa mchungaji wa kondoo hadi kuwa mfalme wa Israeli. Hakuwa akijisifu bali alishangazwa na neema aliyopewa. Vivyo hivyo katika safari ya miaka 25 ya maisha ya wakfu ya Sister Maria Immaculata, anaweza kuangalia nyuma na kuona mkono wa Mungu ukiongoza hatua zake tangu wito awali, malezi ya kitawa hadi huduma kwa kanisa na jamii. Wito wangu niliusikia wakati nilipokuwa mdogo, lakini mara nyingi ukiwa mtoto wito unadanganya. Lakini baada ya kuendelea kukua na kuendelea kuwaona masista, basi mimi niliendelea kuvutiwa. Kipindi nilipokuwa nasoma sekondari, basi niliendelea kuwa karibu zaidi na Mungu kwa kuwahi misa za asubuhi. Japo tuseme kwamba nilikuwa natoka mbali mlevo kule, lakini nilikuwa najitahidi kabla kuingia darasani basi niwe nimeshiriki misa takatifu. Hiyo ilinivutia, na nilipotoka hapo, nilipomaliza kidato cha 4, moja kwa moja niliandika barua, nikapokelewa, nikaenda utawa. Sister Immaculata na Isaya, yeye kwa asili ni mpole, mkimya, mnyenyekevu, lakini ana misimamo. Na wito umeanza kwa kuanzia huko kwa kuangalia baadhi ya masista ambao wametangulia, akiwepo Sister Yusta William Mbamba, na akamweleza kwamba nataka kuwa sister. Akamwambia unahitaji kweli? Akamwambia ndio. Na sister akafuatilia, akaona kweli anastahili, akamwelekeza njia sahihi ya kupita. Lakini 2, akiwa ni mtu ambaye ni mkimya, mpole, alafu mnyenyekevu. Ametufunza mengi kwenye familia kiasi kwamba tulitamani tulio wengi tuingie kwenye utawa hata pale tulipokuwa tumeshaingia kwenye wito mwingine. Alionyesha kabisa kwamba anao wito wa kuwa sister, lakini maisha yake yale ambayo sisi tunafahamu kama ndugu, jamaa na marafiki ambao tumekuwa naye pamoja, yalionyesha dhahiri kwamba huyu ni mtu ambaye anatamani mambo mengine, mambo ya kimungu zaidi, mambo ya kumtumikia Mungu na sio mambo ya kifamilia zaidi. Maisha ya wakfu ni zawadi na fumbo, ni mwaliko wa kumwacha Mungu awe kila kitu. Ni safari ya imani, utiifu na sadaka ya kila siku. Katika miaka 25 kama familia tunaendelea kumtakia matashi mema. Tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu miaka 25 ya utawa ambayo ameitumikia bado sasa ndio
anaingia kazini rasmi. Alifanya utume akiwa sasa kijana mwenye nguvu, sasa anatakiwa mtumikie Mungu akiwa na miaka 25. Anaianza safari upya. Sisi kama ndugu zake ametuonyesha mfano ulio bora. Tunamuomba bado aendelee na wito huo, lakini azidi kumwomba Mwenyezi Mungu, azidi kuomba mapaji ya Roho Mtakatifu aweze kumuongoza, asibadilika katika hilo alilokuwa nalo kwenye moyo wake, lakini amuombe Mungu zaidi amuelekeze, amuongoze. Tunapokamilisha makala hii, tunakupongeza na kukutakia heri na fanaka Sister Maria Immaculata Jenes Mkindi katika safari ya kumtumikia Mungu. Mimi ni Ferdinand Irunde na hii ni Radio Maria Tanzania.